Mungu awabariki na neema ya Mungu iwe pamoja nanyi. Siku ya leo ningetaka kunena kuhusu wokovu, na ningetaka nisome kitabu ambacho ni cha Yohana pale 6, Yohana 6 pale 44 na kusalimu katika jina la Yesu. Amani ya Bwana iwe pamoja na wewe, kwa sababu Mungu ni mkuu na Mungu ni mwenye upendo na Mungu hunena na watu wake. Kwa hiyo tutasoma kitabu cha Yohana pale 6:44 ambayo inasema hivi ya kwamba hakuna mtu aweza kuja kwangu kama asipovutwa na Baba aliyenituma, nami nitamfufua siku ya mwisho. Hebu sikia hiyo. Mungu anasema ya kwamba hakuna mtu awezaye kuja kwake pasipo avutiwe na Baba. Na Yesu anasema haya maneno ili kuonyesha ya kwamba wokovu ni Mungu anapeana, na wokovu hakuna mtu anaweza kuokolewa pasipo Mungu mwenyewe amvute kwa Yesu. Wale huwa wanaokoka wokovu wa kweli sio kuvutiwa na mwanadamu, wala sio yaani mtu anakuvuta au anakupeleka au kukufosi. Hapana, wokovu halisi ni Mungu mwenyewe anaokoa, na hakuna mtu awezaye kuja kwangu kama asipovutwa na Baba. Hiyo ni kusema ya kwamba hauwezi okoa mtu yeyote hapa duniani. Wokovu ni wa Mungu. Mungu ndiye anayeokoa. Mwanadamu hana nguvu ya kuokoa. Hata mtu anaweza kusema ameokoka, lakini hajaokoka kwa sababu ni Mungu anaokoa. Watu wanaweza kujipeleka kwa Mungu na waseme wameokoka, lakini Mungu hawajui, yaani hajawakubali. Maana Mungu amesema hakuna mtu awezaye kuja kwake kama Mungu mwenyewe asipomvuta. Sio uvutwe na kanisa, sio uvutwe na dini, wala uvutwe na wainjilisti. Hakuna. Hawa watakuvuta uwe mshirika wa kanisa, watakuvuta uwe mshirika wa dini, lakini hautakuwa mtoto wa Mungu. Maana Mungu anasema hakuna mtu awezaye kuokoka wala kuja kwake kama asipovutwa na Baba pekee. Maana wokovu ni kazi ya Mungu, sio kazi ya mtu. Wokovu ni kazi ya Mungu, sio kazi ya mwanadamu. Hauwezi kumshawishi mtu kuokoka pasipo Mungu amshawishi na ingize hiyo hali ya kuokoka. Huyo mtu hawezi kuokoka. Utamshawishi, atawekelewa mikono, atadanganywa ameokoka, maana amepelekwa mtoni na amebatizwa na amepewa cheo kanisani, lakini ukweli ni kwamba mumemfanya tu mfuasi wa dini na mfuasi wa kanisa, kama vile ambavyo dini inavyofanya. Maana wokovu sio kazi ya wanadamu. Wokovu ni kazi ya Mungu, na ndiye yeye huwa anaokoa wanadamu.
na hakuna mtu anaweza kujipeleka mbele za Mungu hata kuokolewa. Mungu lazima akuvute kwako. Ikifika wakati wa kuokoka, hakuna mtu anahitajika aje akwambie uokoke. Hapana, lazima iwe imeanza katika rohoni mwako, ya kwamba wakati wako umefika na Mungu amesha kuvuta kwake. Sasa unagojea usikie mhubiri, maana Mungu mwenyewe amekuvutia. Hapo ndipo unaenda katika wokovuni. Amesema hakuna mtu awezaye kuja kwake asipovutwa na Baba. Lakini siku ya leo watu wanavutwa na wanadamu. Tuende kanisani, tuende uokoke, kuna mashamba. Okoka utatajirika, okoka utaona miujiza. Hiyo ni uongo. Utaokoka, utakuwa mfuasi wa kanisa kwa sababu ya miujiza, mashamba, magari na utajiri, lakini hautakuweko katika wana wa Mungu. Maana wana wa Mungu hawavutiwi na mikate. Watoto wa Mungu hawavutiwi na mashamba wala na magari. Hawavutiwi hata na utajiri au na ukubwa wa umati wa kanisa. Watoto wa Mungu anasema wanavutiwa na Baba mwenyewe. Mungu mwenyewe ndiye anavutia watu wake kwake. Sio watu kuvutiwa na mikate, wengine kuvutiwa na magari, na wengine wanavutiwa na nyimbo, kwa sababu kwetu kuna nyimbo na vijana wanakatika doboro. Sasa watu wanavutiwa. Hiyo sio wokovu, hiyo ni doboro imekuvuta. Na wewe unapenda densi. Wengine wanavutiwa na miujiza. Hawa wamevutiwa, sio Mungu amewavuta. Hawa ni wapenda miujiza, yani wanapenda tumbo zao kwa sababu ya mikate. Na tuko na watu wengi sana wanajiita wameokoka, lakini ni kupenda, walipenda mikate. Wakajipeleka kanisani, lakini hawakuvutiwa na Mungu. Na Mungu ni neno. Walivutiwa na mikate, walivutiwa na ishara na miujiza. Wengine wakavutwa na ukubwa wa dini. Juu dini yetu ni kubwa duniani. Wengine wakavutiwa na jumba ya kanisa, ndio kubwa sana. Unaona? Na wengine wakafuata vikundi. Hawa wote hawajulikani katika ufalme wa Mungu. Maana wokovu wa kweli, Mungu anasema hakuna mtu awezaye kuja kwangu kama asipovutwa na Baba. Hiyo ni kusema Baba mwenyewe lazima akuvute. Sio rafiki yako, sio tumbo yako, sio mashinda yako. Baba lazima akuvute mwenyewe. Hivyo ndivyo Kristo anasema. Maana wokovu ni Mungu anapeana, sio wanadamu, wala sio mchungaji, wala sio kanisa. Ati usipoingia kwa kanisa fulani hakuna wokovu. Hiyo sio kanisa, hiyo ni dini, na hiyo ni ya uongo. Maana hakuna kanisa njia, hakuna kanisa njia. Yesu ndiye njia, Yesu ndiye ukweli, na Yesu ndiye maisha. Sasa usidanganywe ati usipokuwa wa kanisa hii hautaenda mbinguni. Hakuna kanisa ambayo ni njia ya mbinguni. Kanisa ni makutano ya wanadamu. Wanaweza kuwa wanadamu, watu watakatifu, au ya makutano ya wezi na wakora na wanyang'anyi. Na hivi sasa nyakati za mwisho, Yesu anasema kanisa langu limefanywa kuwa pango la wezi, wanyang'anyi na majangili, wakingojea sadaka, na wengine wakingojea wake wa watu na waume wa watu, na wengine wakingojea wasichana na vijana. Kanisa limefanywa pango la usherati, pango la ujambazi,
wanyang'anyi na wakora. Maana watu wengi hawakuitwa na Mungu, walijipeleka kwa sababu ya tumbo zao. Sio Baba aliyowavutia, walivutiwa na mali za dunia, na wengine wakavutiwa na urembo na pesa. Sasa ndugu mpendwa, Yesu anasema nini? Ya kwamba hakuna mtu ambaye awezaye kuja kwake pasipo Baba mwenyewe amvutie kwake. Na Mungu anawavuta watu wake kupitia neno lake. Hapo ndipo anasema, kondoo wangu wanasikia sauti. Sauti ni neno. Kila kondoo aliyeamuliwa atasikia sauti ya neno na atafuata. Maana kondoo wanajulikana kwa neno. Amen. Hebu sikia vile maandiko inasema, kwa sababu wokovu ni Mungu anapeana. Lakini sasa hivi watu wamedanganywa. Wokovu utapata hapa kwa kanisa yetu, wokovu utapata kule kwa Maria, wokovu utapata kule kwa maji mengi, wokovu utapata kule sijui kwa vitabaya. Hizo zote ni sarakasi. Wokovu unapatikana kwa Yesu. Yeye ndiye njia, yeye ndiye kweli na maisha ya kwenda mbinguni. Amen. Hebu sikiliza. Maana wokovu ni kipawa kutoka kwa Mungu. Na ndiyo mtu aokolewe. Mungu hakuangalii ati vile ulikuwa umetenda vizuri ndivyo akuokoe, aje akuokoe. Hapana. Wokovu ni kipawa kutoka kwa Mungu. Na hakuna mtu ambaye aliyependa kuokolewa. Sio kwa sababu ya kupenda ati nilipenda niokolewe. Hapana. Ni Mungu alipenda niokoke. Na ndivyo akasema ya kwamba sio mimi niliyemchagua, bali ni yeye aliyetuchagua. Amen. Hakuna mtu anaweza kumchagua. Ni Mungu akuchague. Sio sisi tulipenda Mungu. Yeye ndiye alitupenda kwanza. Na anakuita katika wokovu. Wokovu ni kipawa kutoka kwa Mungu. Kitabu ambacho ni cha Waefeso pale 2 pale 8. Maandiko inasema hivi, kwa maana mmeokolewa kwa neema, kwa njia ya imani, wala sio kwa matendo yenu mema. Hii ni zawadi kutoka kwa Mungu. Sikia, ati umeokolewa kwa neema na ni kwa njia ya imani, wala sio kwa matendo yenu. Hii ni zawadi kutoka kwa Mungu. Wokovu ni zawadi kutoka kwa Mungu. Na Mungu akikupa zawadi hawezi kukunyang'anya. Maana vipawa zake au zawadi zake hazinaga mambo ambayo ni ya kukunyang'anya. Ati leo anakupea, kesho anakunyang'anya. Hiyo haiwezekani. Mungu akikupatia kipawa au akupatiwe hii zawadi ya wokovu, amekupatia. Lakini hii ingine ya wokovu ya wanadamu iko katika kanisa. Ati ukiingia kwa kanisa yetu umeokolewa. Wengine usipokuwa unavaa nguo ambayo iko na kitambaa, na nguo mrefu sana imeguza kule kwa chini na kitambaa, au usipokuwa umevaa nguo kama hii na hii, hautaokolewa. Hakuna kitu kama hiyo. Maandiko imetuambia wokovu kwa neema, mmeokolewa kwa neema, kwa njia ya imani, wala sio kwa matendo yenu, wala sio kwa nguo zenyu, wala sio kwa vitambaa vyenyu. Lakini anasema 9, sio kwa matendo, ili mtu yeyote asije akajisifu. Unaona? Sio kwa matendo, ili mtu yeyote asije akajisifu. Maana kuna wale wanajua kusema ya kwamba kwa matendo yangu
mimi nitaokolewa kwa sababu mimi ninafanya hivi na hivi na hawa hawafanyi hivi na hivi. Watu wanajiinua na wanajisifu kwa sababu ya matendo. Mungu hataki hivyo, maana hakuna mtu atakayeokolewa kwa matendo. Mungu anaokoa kwa neema. Maana kama ni matendo, hata shetani na watu wengi sana wakiokolewa, maana wako na matendo yao, wanajaribu kutafuta matendo. Hata Wafarisayo walikuwa wanajaribu kufanya matendo, lakini hawakuokolewa. Maana wokovu ni neema ya Mungu. Na hapo ndipo ambapo Mungu anatuambia kwamba hata kama utakuwa na matendo, usijivune. Maana wale waliokolewa sio kusema watakosa matendo. Matendo watakuwa nayo, maana mtu inajulikana kwa matendo, lakini hawatajisifu kwa matendo yao, wala hawataweka imani yao kwa matendo yao ati ndio waokolewe. Maana kama ingekuwa hivyo, basi wokovu haingekuwa kipawa, wokovu haingekuwa zawadi. Ndio mtu akupe kipawa au zawadi, mtu anakupea tu, sio kwa sababu ati umefanya vizuri, sio kwa ati tumefanya matendo. Hapana, mtu anaweza kupatia kipawa tu. Na hivyo ndivyo Mungu anasema wokovu ni kipawa kutoka kwa Mungu. Sio kwa vile unajua ate kufunga, unajua kuomba sana. Mwingine anasema anajua kuongea na ndimi, mwingine anajua kuhubiri sana. Hapana, hiyo yote unaweza fanya, lakini ukose kuingia katika ufalme wa Mungu. Maana tunahitaji kuwa tukijua wokovu ni kwa neema na imani kupitia vile Mungu alivyofanya kupitia Kristo Yesu. Haleluya! Na hapo ndipo unasoma, kwa sababu kuna watu wamekuja na sheria. Wengine wanakuja wanasema ati usipofanya au tii sheria, sheria hautaingia, wala wewe haujaokolewa. Na wanasema lazima uweke siku ya Sabato, na hii siku ya Sabato ni sheria ya kwamba wale wote wanaabudu Mungu wakati wa Jumapili, wanasema hawa hawataokolewa, kwa sababu wao wanaabudu wakati wa wa Sabato, wanajiita wa Sabato. Na wengine wa Adventisti ambao wana imani ati wataokolewa kwa sababu ya kufanya sheria, kwa sababu ya Sabato na kuweka sheria. Maandiko imesema wokovu hautaokolewa. Hakuna mtu ambaye anaokolewa. Hatujaokolewa kwa sheria. Hata ukikosa kufanya hivi, hatujaokolewa kwa sababu ya matendo. Bali amesema Waefeso 2:8, kwa maana mumeokolewa kwa neema, kwa njia ya imani, wala sio kwa matendo yenu mema. Hii ni zawadi kutoka kwa Mungu. Ona, si kwa matendo, ili mtu yeyote asije akajisifu. Unaona, ili mtu yeyote asije akajisifu, sisi ni wa Sabato, sisi ni wa maji mengi, sisi ni wa nguo ndefu, sisi ni wa vitambaa. Hapana, wokovu sio kwa matendo, wala sio kwa sababu ya kutii sheria wala Sabato. Kitabu ambacho ni cha Waroma pale, Waroma, usikie wale ambao wanajivunia kwa sababu ya matendo, matendo ya sheria, vile Mungu anasema wao. Anasema hakuna mtu ambaye anaonekana wala ataonekana akiwa mtakatifu kwa njia ya sheria, hamuna. Sikia Waroma 3 pale 20 anasema hivi: kwa hiyo hakuna binadamu hata mmoja, hakuna binadamu hata mmoja atakayehesabiwa haki
za Mungu kwa matendo ya sheria. Sikia, ati hakuna mwanadamu yeyote atakayehesabiwa ati haki, ati yeye ni mwenye haki, ati mbele za Mungu kwa matendo ya sheria. Hakuna. Maana amesema, kwa maana sheria hutufanya tuitambue dhambi. Unaona, hivyo ndivyo Mungu anasema. Wale wanaojivunia kwa matendo, wanajivunia kwa sheria, sisi ni Wasabato, sisi tunafanya hivi, usipofanya hivi, usipoingia kwa kanisa yetu, hapana. Amesema sio kwa hivyo, bali hakuna mtu atakayehesabiwa ati yeye ni mwenye haki ati kwa sababu ya matendo ati ya sheria, hapana. Na ukisoma pia kitabu ambacho ni cha Wagalatia pale 2, Wagalatia pale 2, ndio ujue wokovu ni Mungu anapeana, na wokovu ni kipawa na ni neema ya Mungu. Na ikiwa umepewa, hauhitaji kujisifu, unahitaji kunyenyekea chini ya miguuni mwa Mungu. Amen. Wagalatia 2 pale 16 inasema hivi. Sikia, bado tunajua ya kwamba mtu hahesabiwi haki kwa matendo. Sikia, basi tunajua ya kwamba mtu hahesabiwi haki kwa matendo ya sheria, bali kwa njia ya imani katika Kristo Yesu. Sikia, ni hivyo tu ya kwamba hakuna mtu ambaye atakaye hesabiwa haki kwa sababu ya matendo ya sheria, bali ni kwa njia ya imani katika Kristo Yesu. Unaona, wale ambao wanaona ya kwamba wao wanahesabiwa haki, unaona, ati kwa sababu ya matendo ya sheria, Mungu anasema sio hivyo. Hakuna mtu atakayehesabiwa haki kwa matendo ya sheria, bali ni kwa njia ya imani katika Kristo aliye Yesu. Na hivyo ndivyo ilivyo, kwa sababu wokovu ni Mungu anapeana. Lakini ikiwa ni kwa sheria na matendo mema, kuna watu watakuwa kama Wafarisayo na Masadukayo, wale wazee wa dini. Maana walijisifia sheria, walijisifia matendo. Hata wakati mmoja kuna mtu mmoja ambaye aliyekuwa anajisifu mbele za Mungu. Wakati alisimama akasema, mimi Mungu sio kama yule mtu, mimi ninafanya hivi na hivi, najua kutii sheria 10, nasaidia masikini, mimi sio kama yule msherati. Ona, lakini Mungu mbele yake akamuona yeye ndiye mtu mwenye hatia. Maana alikuwa anadhania wokovu ni kwa sababu ya sheria na haki na matendo, lakini ni huruma za Mungu, ni neema ya Mungu. Unaona, na hivyo ndivyo watu wengi walivyo, hivi kwamba wakiona wale wengine ambao hawajaokoka au wale wengine ambao hawajafanya kama wao, wanawahukumu na kusema, mimi sio kama wale, mimi ninajua kutoa sadaka, mimi najua kutoa fungu la 10, sio kama yule mlevi. Sio hivyo. Utashangaa, maana Yesu anasema siku hiyo kuna watu watashangaa, wale waliokuwa nyuma, wale wakina walevi na wale wakina makahaba watakuwa wa kwanza kuingia mbinguni, na wale wengine waliojiita watoto wa Ibrahimu kwa sababu ya kuweka sheria wafikiriwe nje. Kwa sababu ya nini? Maana ipo watu wanajisifu kwa matendo ya sheria, unaona, na wanafanya ni kama wanakuwa watakatifu kuliko wengine, ama wanakuwa wenye wasafi kuliko wengine, kwa sababu wanajua kufanya hivi na hivi. Bali neno linasema bado tunajua ya kwamba mtu hatahesabiwa haki kwa matendo ya sheria, bali kwa njia ya imani katika Kristo. Ni imani, unahitaji kuwa katika Kristo. Hivyo ndivyo nasema. Hivyo sisi pia
kumwamini Kristo Yesu ili tupate kuhesabiwa haki kwa njia ya imani katika Kristo, wala sio kwa matendo ya sheria, kwa sababu kwa kushika sheria hakuna mtu mmoja atakayehesabiwa haki. Unaona? Na hapo ndipo watu wengi wanakosa kufahamu. Hapo ndipo dini huwa inakosa kufahamu. Maana dini inatenganisha watu. Huyu ni wa kule, huyu ni wa huku. Lakini hakuna upendo. Ona, inatenganisha watu. Lakini Yesu anasema hakuna atakayehesabiwa kuwa yeye mwenye haki kwa sababu ya matendo ya sheria. Kwa sababu ya kushika sheria hakuna mtu mmoja atakayehesabiwa kuwa haki. Maana Yesu anataka tujisalimishe kwake, yeye aliye mwenye haki. Hiyo haki yake iwe ndani yako. Unaona? Maana wengine wanasema Sabato, Sabato. Unajua Mungu ameongea hata kuhusu mambo ya Sabato. Wale wanahukumiana, wewe haushiki Sabato, wale na wao ni wa Jumapili. Hiyo yote ni mambo tu ya kishetani ya kufanya watu wapigane na watu wawe wanakosana tu kwa sababu ya siku. Sabato sio Yesu. Hapana. Yesu alisema yeye ndiye alikuwa ni Bwana wa Sabato. Yeye ni mkuu kuliko Sabato. Na akasema ya kwamba Sabato haikuumbiwa mwanadamu na mwanadamu hakuumbiwa Sabato. Sikia, kwa wale ambao wanatenganisha na wale ambao wanapigana na wengine kwa sababu ya Sabato, kitabu cha Wakolosai pale 2:16, sikia vile neno linasema, ndio mtu yeyote asije kukuletea kisirani ya Sabato ati kwa sababu wewe unaenda Jumapili. Hiyo yote hakuna kitu inasema. Hiyo anasema ni kivuli ya mambo itakayokuja. Sikia vile anasema Wakolosai 2 pale 16 inasema hivi: kwa hiyo mtu asiwahukumu ninyi kuhusu vyakula au vinywaji. Sikia, mtu asiwahukumu ninyi kuhusu vyakula au vinywaji. Kuna wale wa nguruwe wanahukumiana kwa sababu ya nguruwe. Sisi hatukulagi nguruwe, ninyi mnakula nguruwe, hamtaokolewa. Hiyo ni uongo. Maandiko inasema hatuko katika hiyo sheria. Hapana, sheria ni mpya ambayo imekuja, ya kwamba sio kile ambacho unakula kinakuchafua, bali ni kile kinatoka katika moyoni mwako. Unaona? Hiyo ndiyo sheria mpya ya Kristo. Anasema kwa hivyo mtu asiwahukumu ninyi kuhusu vyakula au kuhusu kuadhimisha sikukuu ya dini au sikukuu ya mwezi au mwandamo au siku ya Sabato. Sikia, au siku ya Sabato. Mtu asiwahukumu kwa sababu ya kile unakula, ate nguruwe. Mwingine anasema unakula sijui unakula sungura. Au mtu akuhukumu kwa sababu ya siku ya Sabato. 17 inasema hizi zilikuwa kivuli cha mambo ambayo yangekuja. Ona, hizo zote zilikuwa ni kivuli cha mambo ambayo yangekuja. Ni kivuli tu ya mambo ambayo ingekuja. Sasa kwa nini unakaa kwenye kivuli? Si utoke kwenye giza uingie katika mwangaza. Maana nasema lakini ile iliyo halisi imo ndani ya Kristo. Toka kwenye kivuli na sasa uje katika mambo yaliyo halisi na ambayo ni Kristo Yesu. Amen. Lakini watu wengi wako kwa dini na wengi wako katika hizo sheria. Ni nyakati za kutoka katika dini na kukuja katika mambo halisi ambayo ni neema ya Kristo. Unaona? Wokovu ni kazi ya Mungu.
hakuna mtu anaweza kuokoa, bali ni Mungu anaokoa, na akiokoa haokoi kwa sababu ya matendo mema, bali wokovu tunaokolewa kwa neema na ni kipawa cha Mungu, wala sio kwa matendo au kwa sheria, bali ni kipawa cha Mungu, ili mtu yeyote asije akajisifu. Maana ukijisifu, kazi ya msalaba itakuwa ni ya bure. Ile kazi Yesu alifanya kwa ajili yetu. Ndio, alibeba dhambi zetu zote, akafanyika kuwa mwenye dhambi ili sisi tufanyike watakatifu. Kwa hivyo ukijifanya ni utakatifu wako, utakuingisha mbinguni. Ukijifanya ni uhaki wako, basi utakosa kuingia, maana utaonyesha Yesu hakufaa afe. Inaonekana ukaingia hata bila Yesu kuja. Unajua bila Yesu hakuna mtu atakaye kuingia, na Yesu alikuja ili akaweza kutuokoa kupitia ile kazi aliyofanya mwenyewe. Kama ni utakatifu, unahitaji kuwa mtakatifu, na utakatifu wa Yesu sio utakatifu wako, wala hii ni utakatifu ya kanisa yetu ndio itatuingisha mbinguni. Hii ndio uhaki wa kanisa yetu ndio itatuingisha mbinguni. Hiyo hakuna mahali ta kuingisha. Unahitaji utakatifu wa Kristo. Kama ni uhaki wa Kristo, sio utakatifu wa kanisa yetu wala uhaki wa kanisa yetu, lakini ni utakatifu wa Kristo, uhaki wa Kristo, na hiyo ni kulingana na neno lake. Maana alisema neno lake ndilo linatutakasa, na neno lake ndilo linatufanya kuwa wenye haki, na hakuna mtu ataweza kuwa mwenye haki pasipokuwa na Kristo ndani yake. Unaona? Kwa hivyo wokovu ni kazi ya Mungu, na ni Mungu anaokoa kulingana na mpango wake maalumu. Hata kama iwe nini, hata kama hakungekuwa kanisa, bado Mungu angeokoa wewe kama alikuwa amekusudia kukuokoa. Hata kama wachungaji hawangetumwa, kama wewe ulikuwa kwenye list ya wale watakaookolewa, bado ungeokolewa, kwa sababu wokovu ni Mungu anayeokoa. Unaona? Na hivyo ndivyo ilivyo, kwa sababu ni kipawa kutoka na kwa Mungu. Unaona, maandiko inasema ya kwamba Petro akawajibu, tubuni mkabatizwe kila mmoja wenu kwa jina la Kristo, ili mpate kusamehewa dhambi zenu, nanyi mtapokea kipawa cha Roho Mtakatifu, kwa kuwa ahadi hii ni kwa ajili yenu na watoto wenu, na kwa wote walio mbali, na kila mtu ambaye Bwana Mungu wetu atamuita amujie. Unaona, ati wokovu ni kwa ajili ya ahadi. Kuna ahadi ambayo itakayookoa watu wa Mungu, na anasema na ni kwa wale wote ambaye kila mtu ambaye Bwana Mungu atakayemuita amujie. Ni kwa wale watakaoitwa na Mungu. Yeyote ambaye aliyekusudiwa kuitwa na Mungu au kuokolewa na Mungu lazima ataokolewa. Hata akiwa anatumikia shetani, hata hayo yeye ndiye anapiga ramli, yaani yeye ndiye mchawi, wewe ni urapo, na kuambia ataokolewa. Maana siku hiyo ikifika, atasikia mwito na atawacha ramli, atawacha hiyo uchawi, ataacha yote na atakuja kwa Yesu. Maana hakuna mtu atakayeweza kuja kwa Baba au kuokolewa. Mungu Baba mwenyewe hajamvuta. Kama Mungu hajamvuta, hawezi. Na ni nani anaweza kushindana na Mungu? Hawezi. Ukivutwa na Mungu, umevutwa. Hakuna mtu anaweza kubishana na Mungu. Lakini ukiitwa na mchungaji, unaweza kumuhepa, lakini Mungu hawezi kumuhepa. Amen.
Na ukiitwa na mchungaji unaitika na utakuwa mfuasi wake. Kama Mungu haja kuita, utatumiwa na utakuwa tu unaongezea idadi ya viti kwa kanisa, lakini wewe haujulikani mbinguni, maana haukuitwa na Mungu, uliitwa na mwanadamu. Na wewe ukaona hautaki huyo mwanadamu akuasike. Maana kuna kitu anakupa, ukaona ndio uendelee na kuwa muumini wake. Unaona, wokovu sio hivyo. Wokovu ni mwito. Lazima usikie mwito kutoka kwa Mungu. Haleluya. Hebu tusome hii usikie vile Kristo anavyosema. Kitabu kingine hapa ambacho ni cha Titus. Na tunaposoma hicho unasikia Yesu akisema kwenye kitabu kingine sijui cha Yohana ya kwamba Yesu alikuja kutafuta kondoo wake waliokuwa wamepotea. Alipokuja alikuja kwa wale walio wake, hakuja kwa wote, maana kuna watu hawako wamepotea. Lakini alikuja kwa wale wake waliokuwa wamepotea kwenye ufalme wake, na akasema amekuja kurejesha walio wake. Warejeshwe wapi? Mbinguni, maana walikuwa wa Mungu toka mwanzo, lakini walipokuja hapa duniani wakajichanganya. Sasa nakuja kuwarejesha. Wokovu ni mwito, ni ahadi ya wale wote walio wa Mungu. Kwa hivyo ikiwa wewe umeitwa katika njia ya wokovu, hauwezi kuhepa, lazima utasikia sauti ya Mungu. Sikia kitabu cha Titus, au Tito 2, Tito 2 pale 14, inasema hivi. Sikia, inasema ndiye alijitoa nafsi yake kwa ajili yetu ili atukomboe kutoka uovu wote na kujisafishia watu kuwa mali yake mwenyewe, yaani wale walio na juhudi katika kutenda mema. Hebu sikia, ati ndiye aliyejitoa nafsi yake kwa ajili yetu ili atukomboe kutoka uovu. Atukomboe, alikuja kukomboa. Na mtu hakomboi kitu kisichokuwa chake. Kukomboa, anakomboa, yani anarejesha walio wake. Unaona? Na hivyo wokovu wako ni Mungu ambaye ako nayo. Na kama umeokolewa na unasikia mwito wa Mungu, wewe hautabishana na neno la Mungu, maana utasikia na utashika neno la Mungu kuliko maneno ya wanadamu, hata kuliko maneno ya wachungaji na mabishopu na mapopu. Utashika neno la Mungu kama wewe ni mwana wa Mungu. Utashika Biblia kuliko vile wanadamu wananena, maana Biblia ni neno la Mungu. Maana kila kondoo anasikia sauti ya mchungaji, na mchungaji ni Kristo. Sikia kitabu cha Waroma pale 9:16 inasema hivi. 16 inasema, kwa hiyo haitegemei kutaka kwa mwanadamu au jitihada, bali hutegemea huruma ya Mungu. Sikia, ati wokovu haitegemei kutaka kwa mwanadamu. Ati wewe ndio unataka uende ukiuliza ni nani anataka kuokoka, ni nani anataka kuokoka, mkono juu. Anasema kwa hiyo haitegemei kutaka kwa mwanadamu au jitihada, bali hutegemea huruma ya Mungu. Ni huruma ya Mungu ambayo inaokoa watu. Sio jitihada wala kutaka kwa wanadamu, wala maombi ambayo unaweza kuombewa
ati kujeni hapa ni muombe muokoke. Sema Bwana Yesu. Bwana Yesu. Ati kutoka siku ya leo nimeokoka. Hakuna kitu kama hiyo kwa Biblia. Hakuna maombi ati ya wokovu kwa Biblia. Soma Biblia yako na ukiipata uje uniletee. Unionyeshe ni wapi Yesu aliombea watu ati waokoke, wakaambiwa sasa mmeokoka. Unionyeshe ni wapi Paulo au mitume waliombea watu ati kuja hapa, semeni Bwana Yesu nimeokoka, futa jina langu kitabu cha nini sasa umeokoka enda. Hakuna maombi kama hiyo. Hiyo ni maombi ya dini na ni ya uongo. Maana maandiko yanasema wokovu ni Mungu anayeokoa. Na wokovu ni wewe unaamini. Wokovu lazima uamini wewe mwenyewe. Kisha lazima ubatizwe kwa maji na kwa Roho. Hapo ndipo utaokolewa. Sasa unaweza kuombewa maombi alafu uambiwe umeokoka na hujabatizwa kwa maji na hujabatizwa hata kwa Roho Mtakatifu na umeambiwa umeokoka. Hao umeokolewa namna gani? Kwa kuombewa tu na maandiko. Maana Yesu amesema kitabu cha Yohana 3:3 ya kwamba hakuna mtu atakayeweza kuona ufalme wa Mungu pasipo kuzaliwa tena kwa maji na Roho. Wewe unasema utaingia kwa sababu uliombewa maombi ya toba, ukaekelewa mikono, ukaambiwa umeokoka. Hiyo ni uongo na kupewa imani ya uongo. Maana Yesu ndiye njia, yeye ndiye ukweli. Alisema wale wote wanaohitaji kuokoka lazima waamini ya kwamba Yesu ni Bwana, kisha watubu dhambi zao, kisha wabatizwe kwa maji na kisha kwa Roho Mtakatifu, ndipo watakaookoka. Sasa unasema umeokoka, umezaliwa tena, na hata hujazaliwa kwa maji, hujabatizwa, na hata hujazaliwa kwa Roho. Usijidanganye ya kwamba umeokoka kama hujazaliwa kwa maji na hujazaliwa kwa Roho Mtakatifu. Hiyo tu unajidanganya tu. Na hapo hiyo siku ndio utashangaa kumbe hauku umeokoka. Hapo ndipo utashangaa kama wale wanawali 5 hawakuwa na mafuta, lakini walidhani wako na mafuta. Hiyo siku walishangaa. Na watu wengi wako kama wale wanawali 5 wajinga, wanadhani wameokoka na kumbe hawajaokoka. Maana waliekelewa mikono wakaambiwa wameokoka. Wengine walipewa vitabu, wakapewa hata certificate, kitambulisho ya kanisa. Wengine wakaandikishwa majina yao kwenye kanisani. Kwa hiyo siku ya leo sasa wamekuwa mfuasi wa hii dini na hii dini. Na hata tumekupa hii karatasi na picha yako, ndio hii tumeandika kwa kitabu. Sasa wewe ni memba, wewe ni mfuasi. Utashangaa kwa sababu wokovu wa kweli lazima mtu azaliwe tena kwa maji na kwa Roho. Hapo ndipo uzaliwe tena, ubatizwe kwa maji mengi, alafu ujazwe na Roho Mtakatifu. Hiyo ndio neno. Wacha tusome kitabu cha Yohana 15. Yohana 15. Bado tuko katika Mungu ndiye anaokoa, na wokovu ni Mungu anaokoa. Na haokoi watu kwa sababu ya watu kupenda. Ati ni ulipenda kuokolewa so ukaokolewa. Hapana. Ni Mungu kwanza anakuvutia. Kama ni wokovu, anaingiza kiu ndani yako, anaingiza upendo ndani yako, unajipeleka mbele za Mungu. Unaona, hiyo ndio wokovu. Lakini sio mtu akuvutie. Sio yeye ati uchague. Hapana. Ni kama vile ambavyo tunaona hata mambo ya uchungaji. Uchungaji wa kweli sio kusomea mtu anasomea. Uchungaji wa kweli sio mtu anaenda ati darasa, ati ameenda Bible school, ameenda kufanya theology, anasomea kuwa mchungaji. Hiyo ni uongo. Hiyo ni kama bweha anasomea kuwa kondoo. Kwa sababu uchungaji ni mwito,
sio kusomea. Sasa wale ambao hawana mwito, hata wakienda kule wanabadilika, wanakuwa pweha, maana hawakuitwa na Mungu. Hakuna mtu ambaye anaweza kujituma katika kazi ya Mungu. Unaweza kujituma ndio, kama vile wengi wamejituma ndio, lakini hautajimwagilia mafuta. Labda umwagilie mafuta ya Burubad na mafuta ya Liando, hiyo utamwagiliwa, lakini hutamwagiliwa mafuta ya Roho Mtakatifu, maana ni Mungu anatuma watu wake. Hakuna yeyote ambaye anajituma. Na hivyo ndivyo hata wokovu ilivyo. Wokovu ni kuitwa, tunaitwa. Wokovu ni kuchaguliwa, tunachaguliwa. Unachaguliwa kutoka kwa familia, wengine wanakosa, wewe unachaguliwa, maana ni neema ya Mungu, ni huruma ya Mungu, sio jitihada ya mwanadamu. Hivyo ndivyo maandiko inasema, kitabu ambacho ni cha Yohana pale 15, ukisoma pale 6:16, maandiko inasema hivi waziwazi. Sikia, sio ninyi mlionichagua, bali ni mimi ndiye niliyowachagua ninyi na kuwaweka muende mkazae matunda. Sikia, ati sio ninyi mlionichagua, huyo ni Yesu anasema, bali mimi ndiye niliyowachagua. Unaona, hakuna mtu anaweza kuchagua Yesu. Hata mkono juu, hakuna. Yesu anasema ni mimi niliyemchagua, sio ninyi mlionichagua. Ndio yeyote asije akajigamba wala akajisifu ati unajua mimi ndio nilikimbia sana, mimi ndio nilikuwa ninatenda sana. Hapana. Wokovu ni kazi maalumu ya Mungu. Ni kuchagua, anachagua kama vile ambavyo anakuchagua. Takia wakati ambapo ameumba ulimwengu, Mungu alifanya hivyo ili kusudi lake litimie. Anasema kitabu cha Waefeso pale 1:4 ya kwamba kwa maana alituchagua katika yeye kabla ya kuumbwa ulimwengu, ili tuwe watakatifu na bila lawama mbele zake kwa upendo. Sikia, ati kwa maana alikuchagua katika yeye kabla hata ya kuumbwa kwa ulimwengu. Mungu alijua atakuchagua. Mungu alijua utaokoka. Sio kitu ati umeanza kuokoka hapa duniani. Anasema alikuchagua katika kabla ya kuumbwa hata kwa ulimwengu, kabla hata kuwe na makanisa, kabla hata kuwe na wanadamu, kabla hata dunia iumbwe. Mungu alikuwa amekuchagua kwa sababu ya wokovu, na anasema ili muwe watakatifu na bila lawama mbele zake kwa upendo. Na ukisoma 5 inasema alitutagulia kutuchagua tuwe wanawe kwa njia ya Kristo Yesu, kwa furaha yake na mapenzi yake mwenyewe. Mapenzi yake mwenyewe, sio mapenzi ya kanisa, mapenzi ya mchungaji, mapenzi ya mama, mapenzi ya dada. Unajua baba ndiye alisema tuende hiyo kanisa. Unajua sisi tunaendaga hii maana baba, sijui mama, sijui mchungaji wetu, sijui bishop wetu. Hakuna mapenzi ya mwanadamu katika wokovu. Anasema alituchagua, akatutagulia kutuchagua tuwe wanawe kwa njia ya Yesu Kristo, kwa furaha yake mwenyewe na kwa mapenzi yake mwenyewe. Unaona, hiyo ndiyo njia ya wokovu. Ndio yeyote asije akajisifu ati ameokoka kwa sababu ya kwenda kanisa fulani, au kwa sababu anafuata nabii fulani, au kwa sababu yeye ni mshirika wa mahali fulani. Hapana, hii ni neema ya ajabu, neema ya Mungu. Na tunaposoma hapa ndio tukuje tukiwa tumalizia, maandiko inasema vizuri sana katika kitabu ambacho ni cha Ufunuo
Ukisoma kitabu cha Ufunuo pale 17 pale 1 inasema inasema nini? 9:1 inasema ya kwamba baada ya haya nikasikia sauti kama ya umati mkubwa mbinguni wakipiga kelele wakisema, haleluya, wokovu na utukufu na uweza ni vya Mungu wetu. Haleluya. Sikia vile Mungu anasema, kisha nikasikia sauti kutoka mbinguni ya umati mkubwa mbinguni wakipiga kelele wakisema. Jeshi kubwa ilikuwa mbinguni, ilikuwa inasema, haleluya, wokovu na utukufu na uweza ni vya Mungu wetu. Hivyo ndivyo walikuwa nasema, ya kwamba wokovu na utukufu na uweza ni vya Mungu wetu. Wale ni watu waliokuwa wameingia mbinguni, na walipoingia huko walikuwa wanashangilia wakisema, haleluya, wokovu na utukufu na uweza ni vya Mungu wetu. Ni uwezo wa Mungu umewaingisha huko, sio uwezo wa mwanadamu. Wanasema wokovu na uweza ni wa Mungu wetu, sio wokovu ni wa mwanadamu, wala ni wa kanisa, wala ni wa matendo, wala ni wa sheria, bali ni uwezo wa Mungu pekee. Sasa ndivyo ilivyo katika wokovu. Na wakati huu, ndugu mpendwa, Mungu anawaita wale wote walio wake, ya kwamba ni wakati wa kusikia sauti yake, maana tarumbeta ya mwisho imekaribia, na anakuja kwa sababu ya wale walio na masikio. Wewe unayesikia, ukiwa nyumbani mwako, ukiwa hapo soko, wewe ukiwa dukani na unapita, Mungu anakunenea ya kwamba saa ya wokovu imewajia. Hii ndiyo saa ya wokovu. Mungu anasema usifanye moyo wako kuwa mgumu, bali ukisikia sauti, fungua roho yako, Kristo aingie ndani ya roho yako, maana saa ya wokovu imefika na ufalme wa Mungu umekaribia. Hizi ndizo nyakati za kutubu. Hizi ndizo nyakati za kujuana na Kristo halisi. Hizi ndizo nyakati za kuondoka kwenye dini, kuacha dini na kuingia kwa Yesu. Hizi ndizo siku za kuacha mafundisho ya wanadamu na kuja kwenye mafundisho ya neno la Mungu la uzima. Hizi ndizo siku zilizonenwa ya kwamba siku zimefika, zilizotabiriwa na mitume na manabii. Siku za unyakuzi, siku za kuja kwa Yesu ili aje kwa sababu ya bi wake harusi. Na bi harusi ni neno. Bi harusi wake amejengwa kwa neno, anavaa neno, anaongea neno, anafanana na neno, hajisifu, ni neno pekee. Ni huruma za Mungu, ni upendo wa Mungu, ni mapenzi ya Mungu. Amen. Ndugu mpendwa, ni nyakati za kujitengeneza na ni nyakati za kujisalimisha kwa Mungu. Basi vivyo hivyo kama nilivyotangulia, basi ninamaliza ya kwamba wokovu na utukufu na uweza ni vya Mungu wetu. Yeye ndiye anaokoa. Mimi siwezi, bali Yesu ndiye anaokoa. Hakuna mchungaji njia, hakuna nabii njia, ni Yesu. Na mahali popote uliko unaweza kupokea wokovu ikiwa utamuita Yesu. Mungu yuko pamoja nawe, yuko karibu na wewe kuliko kanisa, kuliko mchungaji. Nena na Mungu, muite mwenyewe, na atakuvuta kwake, atakutengeneza, maana yeye ndiye njia na yeye ndiye kweli ya kuingia katika uzima wa milele. Amina. Wacha tuombe katika jina la Yesu. Baba, katika jina la Yesu, wewe ni Mungu mwenyezi, Mungu mwenye nguvu, Mungu muweza.
hakuna mwingine kama wewe. Utukufu na heshima tunakupa wewe, maana utukufu na uweza na wokovu ni kwako Mungu, katika jina la Yesu. Ni asanti kwa kunena na watu wako hata katika hizo siku. Bwana, umekuwa ukinena na Bwana, kila neno ni pumzi lako. Ulisema ya kwamba wale wote waliokusudiwa watasikia neno na watalishika, manake wokovu ni kazi yako, ukombozi ni kazi yako, kuokoa ni wewe. Baba, ninaomba, nimekuinua nawe wavutie wanadamu walioteuliwa kwako katika jina la Yesu. Wakumbuke vijana, wakumbuke wasichana, wakumbuke wamama, hata wazee, hata watoto, waite kwenye wokovu. Bwana, wavutie mwenyewe, wakose usingizi Baba, wakivutwa na wewe hadi watakapokupata katika jina la Yesu. Kama jinsi umesema ya kwamba hicho kipawa cha wokovu na kipawa cha Roho Mtakatifu Baba ni cha yote ambaye utakayeita, na kwa hivyo weka kiu ya wokovu ndani yao, weka kiu ya Roho Mtakatifu kwao, wakutafute katika jina la Yesu, ili wapokee wokovu, wapokee kipawa hicho cha Roho Mtakatifu katika jina la Yesu. Bwana, ni kusudi lako, ni mapenzi yako, na ni ahadi ulionena ya kwamba utaitimiza, na ahadi yako bila shaka ulisema lazima itakuja kutimia katika jina la Yesu. Yehova, tunakushukuru na kukuinua kwa sababu ya weza na wema wako, na ni katika jina la Yesu Kristo tunaomba na hata kuamini. Amina.